Ijumaa ya juma la 21 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza siku ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 25 aya ya kwanza hadi ya 13. Karibu ndugu zangu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo injili inatuletea mfano maarufu wa mabikira 10 waliokuwa wakimngojea bwana harusi. 5 walikuwa wenye busara na 5 walikuwa ni wapumbavu. Kuna jambo ambalo mara nyingi watu hulikosea katika mfano huu. Watu wengi hufikiri kwamba tatizo la mabikira hawa wapumbavu ni kwamba walilala, lakini jibu ni hapana. Maana kama tulivyosikia kwenye maandiko matakatifu, wote 10 walilala. Tatizo la msingi la hawa mabikira wapumbavu ni kwamba walikuwa hawajajitayarisha. Walikuwa na taa, lakini hawakuwa na mafuta ya kutosha. Ndio maana Yesu anamalizia mfano huu kwa kusema, kesheni kwa maana hamjui siku wala saa. Ndugu zangu, mfano huu unatukumbusha kwamba maisha ya Kikristo ni safari ya kuelekea ufalme wa Mungu. Tayari ufalme wa Mungu umeanza kujidhihirisha kati yetu kupitia Kristo, kupitia Injili, kupitia kanisa na sakramenti zake. Lakini utatimia kikamilifu siku Kristo atakaporudi katika utukufu wake. Hapa ndipo tunatakiwa tujiulize swali hili. Je, tutakuwa tayari siku hiyo itakapofika? Siku hiyo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kwenye utukufu wake, tutakuwa tayari? Tutastahilishwa kuurithi uzima wa milele? Katika mfano huu, taa inawakilisha maisha yetu kwa ujumla wake kama Wakristo, kwamba tumebatizwa, kwamba tuna imani ya Kikristo, kwamba tumepewa wito fulani katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini mafuta ambayo yanafanya taa iwake yanawakilisha neema ya Mungu, yanawakilisha kile kinachofanya maisha yetu ya kiroho yawe hai. Tulipobatizwa, tulipakwa krisma, tulipakwa mafuta matakatifu kama ishara ya Roho Mtakatifu. Huo ulikuwa ni mwanzo wa mwanga wa Kristo ndani yetu, mwanga wa Kristo kwenye mioyo yetu, mwanga wa Kristo kwenye maisha yetu. Lakini mafuta hayo yanahitaji kuongezwa, yanahitaji kujazwa kila siku. Yanajazwa kwa sala, kwa kushiriki Ekaristi Takatifu, kwa kutafakari neno la Mungu, kwa sakramenti ya upatanisho, kwa matendo ya huruma, matendo ya haki na matendo ya upendo. Matendo haya ni sehemu ya maisha ya Mkristo, ndiyo yanayofanya Ukristo wetu uwe hai. Mkristo hawezi kutegemea mafuta aliyopokea miaka mingi iliyopita. Hawezi sema mie nilishabatizwa miaka mingi iliyopita inatosha. Mie nilishasali sana utotoni kwa hiyo inatosha. Bali kila siku anahitaji kujaza tena taa yake kwa mafuta, ili taa iwe inawaka, Mkristo uwe unawaka. Na mwanga huu si wa kutufaidisha sisi wenyewe. Tunatakiwa kuwa mwanga kwa wengine. Na tunakuwa mwanga kwa wengine tunaposema ukweli, tunapowasamehe waliotukosea, tunapowasaidia maskini, tunapoishi kwa uaminifu, iwe kazini, iwe shuleni au katika familia. Kwa kifupi, tunapoishi vema Ukristo wetu. Hatufanyi hayo ili watu watuone au labda watu watusifu, bali ili Mungu atukuzwe kupitia maisha yetu. Na hii ndiyo maana ya kukesha, ndiyo maana ya taa kuwa na mafuta. Leo pia ndugu zangu, tunamkumbuka Mtakatifu Agustino ambaye maisha yake ni chachu ya nguvu ya neema ya Mungu.
Kwa miaka mingi aliishi mbali na Mungu. Alikuwa na elimu, alikuwa maarufu, alikuwa na akili nyingi, lakini moyo wake ulikuwa hauna amani. Taa yake ilikuwa karibu imezimika kwa sababu alikuwa anatafuta furaha mahali ambapo asingeweza kuipata. Lakini kupitia sala za mama yake Mtakatifu Monika na kwa kuguswa na neno la Mungu, maisha yake yalibadilika. Maisha ya Mtakatifu Agustino yalibadilika, hayakuwa yale yale. Mafuta ya neema yakajaa tena katika taa yake. Akawa mmoja wa watakatifu wakubwa na walimu wa kanisa, walimu wakuu wa kanisa. Aliandika maneno haya kwenye moja ya maandiko yake: Ee Bwana, ulituumba kwa ajili yako, na mioyo yetu haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani yako. Maisha yake yawe ni chachu kwetu kwamba kama taa yangu haina mafuta au mafuta yanakaribia kuisha kabisa, tutambue kwamba Mungu hajatufungia mlango. Mlango upo wazi, ni sisi tu kumwendea kwa unyenyekevu kupitia sala na sakramenti zake, na atatujazia mafuta tena kama alivyofanya kwa Mtakatifu Agustino. Basi kupitia maombezi yake tumwombe Mungu atupe neema ya kuishi maisha ya utakatifu kila siku, ili Kristo atakapokuja atukute taa zetu zikiwaka, tayari kuingia katika karamu ya milele ya ufalme wa Mungu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.